zinakwenda kwenye makundi by merit, kwa ubora walionao, na hiki ni kitu muhimu sana. Kwa tuna uhakika kwamba nchi yetu inaweza kufikia ile ndoto tuliyojiwekea kwamba timu zetu ziende zikacheze finali, iwe klabu bingwa au shirikisho. Kiongozi, wewe ni mtu wa michezo, kwa namna ambavyo Simba imecheza leo, pengine wapinzani waliwastadi vizuri Simba katika mchezo wa awali, kitu ambacho kimesababisha kumalizika kwa sare katika huu mchezo? Niwe mkweli, Nsingizini umebadilika. Mimi nilijua leo hii ni gunia la magoli, na mimi goli la mama nilichukua mzigo wa kutosha, kwa sababu nilijua leo Simba watafunga magoli mengi, lakini nadhani mwalimu wa Nsingizini amekuja na plani nzuri, amezuia Simba wasifunge, amefanikiwa, na bahati nzuri ni kwamba Simba walikuwa tayari wana mtaji wa magoli, walishashinda magoli mengi ugenini, imekuwa rahisi kwao kukata tiketi. Na kwa namna hiyo leo kibegi cha mama kinarudi bila hata noti kutikiswa. Tena kimeshatua Ikulu tayari. Kibegi cha mama kimeshatua Ikulu tayari. Kwa kumalizia tu, timu yetu ya taifa ya ngumi imerudi na medali 17 katika historia ya michezo ya taifa hili. Neno lipo naweza ukasema, kwa sababu umetoka katika michuano ya ngumi barani Afrika, faru weusi, kwa mara ya kwanza medali 17 kwa upande wa timu ya taifa. Kwa kweli limekuwa jambo zuri sana, na niwapongeze sana timu zote, wachezaji wote wa ngumi waliokwenda Nairobi, Kenya, wamefanya vizuri. Lakini pia nakupongeza na wewe unafanya kazi nzuri sana. Ulitusaidia kuhakikisha tunapata taarifa zote za kutoka Nairobi. Tunawapongeza sana. Tutaandaa utaratibu wa namna ya kukutana nao na kuwapongeza rasmi. Lakini pia tuna medali ya dhahabu. Kapteni wa faru weusi Yusuf Changalawe ameleta medali ya dhahabu. Tuna medali za shaba, tuna medali za fedha. Neno kwa hao wachezaji, neno kwa huyu nahodha. Pongezi nyingi sana kwa Changalawe, pongezi nyingi sana kwa wote ambao wamekuja na medali. Tunawashukuru sana. Tutakutana nao siku tutakayopanga, tuwapongeze vizuri. Shukrani. Asante sana.